Sasa katika baadhi ya mambo mengi ambayo tumeongea, ambayo mengi ni agenda ambazo zilikuwa za mkutano mkuu, lakini pia ilikuwa ni kurekebisha baadhi ya kurekebisha muundo wa TFF na bodi ya ligi kwa ajili ya ufanisi zaidi. Kwa maana hiyo, kwa upande wa TFF tutakuwa na kurugenzi 3 mpya, na kurugenzi hizo zitakuwa ni kurugenzi za timu za taifa. Tumeona timu za taifa tumekuwa nazo 11 na zimekuwa na majukumu mengi. Kwa hiyo lazima tuwe na mkurugenzi ambaye atasimamia mambo yote ya timu za taifa kwa mwaka mzima, kutengeneza bajeti, kutengeneza ratiba, nini, timu gani inasafiri, itasafiri lini, naenda wapi, na mambo mengi tu, ili kuweza kuwasilisha kwenye ofisi ya katibu mkuu. Lakini pia tumeanzisha kurugenzi ya miundombinu. Sasa hivi kuna swala la shida sana, masuala ya miundombinu, lakini na sisi pia kama TFF tumekuwa na msisitizo sana kwenye miundombinu. Miundombinu yetu wenyewe kwenye vituo vyetu, technical center zile za Tanga na Kigamboni, lakini pia kama mnavyojua tutakuwa na technical center nyingine ya Kahama ambayo itakuwa, lakini pia na miundombinu ya viwanja mbalimbali ambavyo vinashiriki kwenye ligi zetu, kuhakikisha kwamba angalau kunakuwa na ufuatiliaji wa karibu. Lakini pia upgrade kitengo kilichokuwa cha manunuzi, kimekuwa kurugenzi kamili. Kwa hiyo na tumewateua wakurugenzi ambao watakuwa wanasimamia hizo kurugenzi. Lakini pia tumeweza kuteua na kumthibitisha mkurugenzi wa bodi ya ligi, kwa maana sio wa bodi ya ligi. Mkurugenzi aliyekuwepo mkataba wake unaisha leo tarehe 28. Kwa hiyo hizi teuzi zote tunazozitangaza hapa zitakuwa zinaanza kazi kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3, kwa maana ya kesho. Kwa hiyo mtendaji mkuu wa bodi ya ligi atakuwa Cornel Barnabas ambaye alikuwa director wa fedha wa TFF, ndio anakuwa CEO wa bodi ya ligi. Lakini mkurugenzi wa timu za taifa atakuwa Almasi Kasongo. Mkurugenzi wa fedha itakuwa Hassan Njama. Barnabas CPA, Hassan Njama CPA. Hassan Njama alikuwa mkurugenzi wa udhibiti, internal audit, tunaita udhibiti. Kwa hiyo nafasi hiyo itachukuliwa tena na CPA Flora. Flora Alice ndio atakuwa udhibiti. Lakini kutakuwa na mkurugenzi wa miundombinu, atakuwa mzee Salum Madadi. Lakini pia mkurugenzi wa manunuzi atakuwa Frank Zomboko, na mkurugenzi wa mashindano atakuwa Baraka Kizuguto. Hawa ndio wakurugenzi watakao kuwepo, watakuwa chini ya ofisi ya katibu mkuu. Sio ufanyaji wetu kazi, sio wa bodi ya ligi, pia ni sehemu ya secretariat ya TFF, ambazo zote zitakuwa chini ya Oscar Mirambo, bado ataendelea kuwa kaimu katibu mkuu wa TFF. Asanteni sana, naomba kuwasilisha.